Ujambo na karibu ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumatano, Juni 3, 2026. Tulionayo jioni ya leo: maandamano na migomo baridi vimeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga marekebisho ya katiba. Wakachange katiba, waichange kwa mafaa ya wananchi, waichange kwa mafaa na maendeleo ya nchi, wasije wakaichange kwa kubaki kwa kiti. Ni mchambuzi wangu huyo, utamsikia kiundani kabisa ndani ya makala hii. Baki nasi, usiondoke. Na zaidi ya watu 60 wajulikani walipo baada ya boti kuzama Banalia. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Boti mmoja ilizama jana Jumanne Juni 2 katika mto wa Ruwimi ulioko katika eneo la Banalia, kilomita 128 kaskazini mwa Kisangani. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 60 wajulikani walipo, huku watu 6 pekee wakinusurika. Kwa mujibu wa mashuhuda, jahazi hilo lenye injini lilikuwa limebeba abiria wengi pamoja na mizigo na lilikuwa limezidishiwa uwezo wake wa kubeba. Ajali hii mpya ya majini imezua hasira miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kamati ya usalama ya eneo hilo iliyokutana kwa dharura imeeleza kuwepo kwa mapungufu makubwa yaliyochangia tukio hilo. Mbali na uzidishaji wa abiria na mizigo, mamlaka zimekosoa ukosefu wa ukaguzi rasmi kabla ya safari pamoja na uzembe wa nahodha wa chombo hicho. Nahodha huyo anatarajiwa kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria kujibu tuhuma zinazomkabili. Zaidi ya makosa ya msafirishaji, wakazi wa Banalia pia wanalaumu ukosefu wa miundombinu salama ya usafiri katika eneo hilo. Kutokana na kuharibika kwa muda mrefu kwa kivuko rasmi pamoja na kutokuanza kutumika kwa meli mpya iliyokusudiwa kuhudumia eneo hilo, wananchi wamelazimika kutumia vyombo visivyo salama kuvuka mto huo. Wakazi wa Banalia sasa wanazitaka mamlaka za mkoa wa Chopo kutoa majibu na kuchukua hatua za haraka kwa kuweka mfumo salama na wa kudumu wa usafiri wa kuvuka mto. Pia wameomba kuimarishwa kwa ukaguzi wa kiufundi kwa mitumbwi yote yenye injini ili kuzuia ajali nyingine kama hiyo kutokea siku zijazo. Wakati huo, shughuli za utafutaji zinaendelea katika mto wa Ruwimi ambao kiwango chake cha maji kimeongezeka kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Kwingineko ni kwamba hali ya utulivu wa tahadhari imeshuhudiwa asubuhi ya Jumatano hii Juni 3 katika eneo la Kalembe wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya usiku wa mapigano kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo walishambulia ngome za waasi majira ya saa 2 usiku kwa saa za eneo husika. Baada ya mapigano yaliyodumu kwa saa kadhaa, Wazalendo waliondoka Kalembe kuelekea eneo lisilojulikana. Asubuhi ya leo, hali ilianza kurejea kuwa ya kawaida taratibu kulingana na wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika shambulio hilo bado haijajulikana. Licha ya kurejea kwa utulivu, hofu inaendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wananchi wanahofia kuzuka tena kwa mapigano kati ya pande hizo mbili. Katika miezi ya hivi karibuni, mji wa Kalembe umekuwa ukikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya Wazalendo, hali ambayo imeweka wakazi katika mazingira ya hofu na wasiwasi wa kudumu. Tusalie tu katika mkoa wa Kivu Kaskazini ni kwamba watu 16 wauawa katika shambulio jipya la ADF mjini Mbao. Kijiji cha Mbao kimekumbwa na shambulio jipya la mauaji lililotekelezwa na wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF kwa kifupi, usiku wa kuamkia Jumatano hii Juni 3, 2026. Takriban raia 16 wameuawa katika shambulio hilo. Kwa mujibu wa manusura walioshuhudia tukio hilo, wapiganaji wa ADF walivamia eneo hilo kwa wakati mmoja kupitia makundi matatu tofauti. Baadhi ya waasiriwa walikuwa hapo kwenye mkesha wa msiba, huku wengine wakishambuliwa wakiwa majumbani mwao. Mashambulizi yao yalilenga vitongoji vya Matete, Kitoo na Mamuli, ambapo washambuliaji pia walichoma nyumba na pikipiki. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu 16 wameuawa na wengine 5 wajulikani walipo. Baada ya shambulio hilo, hofu imetanda katika eneo hilo, huku wakazi wengi wakianza kuyahama makazi yao. Miongoni mwa waliouawa ni mchungaji wa kanisa la Kimbangiste, mke wake na binti yao.
Pia wake wawili wa askari polisi, mtoto mchanga na wanafunzi wawili ni miongoni mwa waathiriwa wa mauaji hayo, kwa mujibu wa wakazi wa Mbao. Shambulio hilo limetokea siku chache baada ya mashambulizi mengine yaliyolenga mji wa Beni na kijiji jirani cha Vemba, ambapo watu wasiopungua 21 waliuawa. Katika eneo la chini ya kilomita 20, mashambulizi ya ADF yamesababisha vifo vya zaidi ya raia 40, jambo lililozua hasira na malalamiko makubwa miongoni mwa wakazi wa eneo la Beni. Na mwishowe kabisa, maandamano na migomo baridi vimeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga marekebisho ya katiba. Viongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliwataka wananchi kushiriki katika mgomo wa kutotoka mijini leo Jumatano ili kupinga kile wanachokieleza kuwa ni vitisho dhidi ya katiba ya nchi hiyo. Hatua hiyo inakuja wakati bunge likijadili mswada wa kura ya maoni ambao wachambuzi wanasema unaweza kufungua njia ya uwezekano wa kuongeza muda wa utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Viongozi mashuhuri wa upinzani kama vile Moise Katumbi na Martin Fayulu, walioshika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia katika uchaguzi wa rais wa 2023, wanasema wanapinga jaribio lolote la kubadilisha katiba ya sasa ambayo inaruhusu mihula miwili ya miaka 5 kila mmoja. Katika matamko tofauti, waliwataka raia kukaa nyumbani Jumatano na kuongeza kwamba shule, majengo ya biashara na huduma za umma zinapaswa kufungwa kama kielelezo cha wao kupinga. Mtu yeyote asitoke nje ili kuonesha kwamba tunapinga ukoloni wa nchi yetu, mabadiliko ya katiba na kukataa kuruhusu mtu kubaki madarakani milele, Fayulu alisema katika ujumbe wa video kwa wafuasi wake. Mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziliwataka watu, hasa watumishi wa umma, kutotii wito kama huo kususia. Wasimamizi na wafanyakazi ambao katika kipindi husika wapo wenyewe kwenye vituo vyao vya kazi bila uhalali watakabiliwa na sheria kwa mujibu wa kanuni zinazotumika, Jean-Pierre Lihau, naibu waziri mkuu na waziri wa utumishi wa umma, alisema katika taarifa kwa umma. Pia alisisitiza uhitaji wa watumishi wa umma kutegemea upande wowote kisiasa na kutopendelea. Mwezi uliopita Rais Felix Tshisekedi alisema yuko tayari kugombea mihula mitatu iwapo wananchi wanataka abaki. Alisema ili hilo lifanyike kutahitajika marekebisho ya katiba baada ya kura ya maoni. Rais pia alipendekeza kwamba mzozo wa mashariki mwa nchi unaweza kusababisha kucheleweshwa kwa uchaguzi wa 2028 na kuzua hasira miongoni mwa upinzani. Wengi wanasema anapanga mkakati wa kusalia madarakani, huku wabunge wa upinzani wakiondoka kwenye kikao cha bunge cha Mei 27 kilichokusudiwa kujadili mswada wa kura ya maoni. Na kuhusiana na taarifa hii, nilifanya mazungumzo na Isaac Katasi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutaka kupata mtazamo wake kuhusiana na mgomo pamoja na maandamano ambavyo vilishuhudiwa leo katika baadhi ya maeneo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Isaac Katasi alikuwa na haya pia kuzungumza. Hali ambayo inatokea kisha upinzani kuita wakaaji kubaki manyumbani ni hali ambayo inapelekea tena mambo yao na vito zaidi. Sababu gani? Wakati tunaona mambo ambayo tunapitia ndani ya nchi ina shida nyingi ambazo sharti ziweze zikatafutwa suluhisho na ziweze zikatatuliwa. Na wakati wapinzani wanaona wao kubadili kwa katiba ndio inawasumbua sana, ndio kusema hatujaona siku ambapo wamesema wanafanya maandamano kwa sababu Rwanda imekuja kuvamia Kongo, ama kwa sababu watu wamefariki Beni, watu wamefariki Ituri. Lakini kwa sababu ni mambo ya katiba, ni mambo ambayo inaangalia tu mambo yao, yaani yale ambayo tunaweza tukaita mambo ya kibinafsi kama wanasiasa. Ndio maana wanaita hii watu kubaki nyumbani na kuweza kutazama namna gani mambo yatapita. Na ujue kwamba hiyo mwito inakuwa ni mwito ambao wanaita wakijua kwamba watu wanaweza wakabaki nyumbani, ila mambo ambayo yanatokea kiisha kufanya huyo mwito inakuwa ni madhara, ambapo utakuta vitu vinaunguzwa, vitu vimebomolewa, watu wameumia. Na hiyo ndio tunasema kwa namna nyingine upinzani wa Kongo haujajua namna gani kutembea ili suluhisho zipatikane kwa shida ambazo zinaweza zikakuwa kati ya upinzani na serikali ya Kongo. Unadhani wito ambao umetolewa na upinzani unaweza kushinikiza Rais Felix Tshisekedi na chama chake cha UDPS kuweza kusitisha mara moja mchakato wa kurekebisha katiba? Kwangu nawaza hii mwito haiwezi kumshtua, kwani ametoka kwenye upinzani,
amejua namna gani upinzani unatumika, amejua namna gani maandamano za upinzani zinafanyika, na anajua ni watu wanaweza wakaishia. Mimi ningetazama waweze wakaona namna ingine ya kutumika, namna ingine ya kuomba kitu kisifanyike kama wao hawataki huo katiba waweze wakaigusa. Na kwa kweli nchi haiwezi ikaendelea kwa namna moja, hapana. Sherti kuwe mambo ambayo yataweza yakabadilika na yataweza yakaongezwa na yataweza yakasaidia nchi kuenda mbele. Kwangu nadhani upinzani una haki ya kuenda barabarani ama ya kuitisha mgomo wa kazi, lakini wakuwa wanatambua kwamba Kongo ina shida nyingi. Kama kwa leo katiba inaweza ikakuwa suluhisho, basi wakae kwenye meza moja, waone kipi kinaweza kikabadilishwa na kipi kinaweza kikasaidia ili amani irudi, kwani msingi wa yote kwenye mwanadamu ambaye anakaa kwenye nchi ya Kongo ama kwenye mkongomani halisi ni kurejeshwa kwa amani katika mashariki ya Kongo. Hiyo ndio msingi wa ombi kubwa ambao tunao, kwani leo waue watu fasi fulani, kesho waue watu fasi fulani, kwetu sisi haitusaidie. Wakibadilisha katiba, na kama hiyo kubadilisha katiba itaweza kuturejeshea amani, kwetu kama raia tunaweza tukasema wabadilishe. Kama watakubaliana, wakubaliane, wakae kwenye meza, ila wasije wakaleta vurugu ambayo itawezi kaongeza tena maafa kwenye ngambo ya raia. Naam, wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Mbali na hayo, wewe ni miongoni mwa wananchi wa Kongo ambao wanaishi katika sehemu ambako kuna ripotiwa machafuko ya kivita siku nenda siku rudi. Kwa mtazamo wako, je, kuna umuhimu wa kurekebisha katiba? Na kama ndiyo, je, huu ni muda mwafaka? Kwangu mimi kama Mkongomani ambaye natambua katiba ambayo tunayo, namna gani ilianzishwa, wapi ilitokelea. Unajua, kwa kweli, kwa kusema kweli, katiba ambayo tunayo ni katiba ambayo ilitekelezwa kiisha makubaliano ya wale ambao walikuwa wahuni, wale ambao walikuwa wajambazi, walikuwa marebels. Walikaa pamoja na wakaunda katiba ambayo iliwasaidia wao kama wajambazi ama kama marebels kuweza kukaa pamoja na kuzungumza na kuweza kugabula madaraka. Na hiyo katiba tumeenda nayo tangu hizo miaka ambazo zimepita mpaka leo. Ukiatazama kwa mbali, kwa undani, ni wale watu wamojelelea ndio wanarudia ndani ya siasa. Yaani wale ambao walitumika na Mobutu, wale ambao walitumika na Mzee Kabila, wale ambao walitumika na Laurent Kabila, wale ambao walitumika na Joseph Kabila, ni wale ndio wanatumika na Tshisekedi. Sababu gani? Ni wanajua kwamba katiba imewapatia yaani tunaweza tukaita blanket ambayo inawafunika na maafa ama madhara ama mabaya yote ambayo wanaweza wakatenda haiwezi yakatoka nje. Na hiyo katiba ilikuwa makubaliano. Alafu kwangu mimi kama mkaaji ambaye ninaishi east ya Kongo na ninajua mateso ambayo tunapitia na ninajua kwamba ndani ya katiba kuna mambo ambayo hayaendeki, mimi kwangu naweza nikasema wakachange katiba, waichange kwa mafaa ya wananchi, waichange kwa mafaa na maendeleo ya nchi, wasije wakaichange kwa kubaki kwa kiti. Na nadhani watu ambao ni wa upinzani wangeliweza kukaa kwa meza moja na serikali kuwaambia kwamba yale ambayo tunaweza tukaguza, tuguse vipengele ambavyo vinaangalia mambo mengine, lakini hiyo ambayo inaangalia muhuri wa president wasiguse. Hii ambayo inaangalia namna ya kuchagua, kwani kwa mbele tulikuwa tukichagua kwa mara mbili. Mara ya kwanza wote wanakaa tunachagua, wale ambao wanakuwa wazuri wawili wanakuja tena tunaangalia wa wapi mzuri zaidi kushindia mwingine. Hiyo ni system ambayo ilikuwa ikitusaidia, lakini kwa leo mtu anaweza kapita hata na % 25 anakuwa president. Ukaangalia kwa masomo, mtu ambaye na % 25 hawezi akafaulu kwa masomo. Alafu hiyo mambo yote wakaweza kuyagusagusa, wasiguse ile ambayo inaangalia namna ya president kukaa kukiti ama miaka muhula wake. Hiyo haitatuletea shida, na najua upinzani hoda yao ni kwamba hiyo ambao wanaita manda ndani ya lugha ya Kifaransa ndio wanaogopa, kwani wanadhani katiba ikibadilishwa President Tshisekedi anaweza kabaki kwenye kiti cha urais miaka kama Paul Kagame, kama Museveni, kama Denis Sassou Nguesso,
anaweza kafanya naye miaka mingi. Lakini kwetu tunajua kwamba kwa hali ya leo, kwa siku za leo, hakuna president mkongomani ambaye anaweza akasema atabaki kwa kiti kupita miaka ambayo amepewa na katiba. Hata awe na namna ya kusema anaweza akachange katiba, hawezi akabaki. Alafu waache hiyo fujo, wakae kwa meza moja, waangalie kipi kinaweza kikabadilishwa ndani ya katiba na kipi kinaweza kikasaidia wananchi. Wasione yale ambayo yanawaangalia wao kama wapinzani, waone yale ambayo wanaangalia wananchi wote. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.